بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 5 من شهر الله المحرم mwaka 1441 باذن الله تعالى tutajaribu kumalizia sehemu ndogo iliyobakia ya risala خطورة الابتداع وشؤم البدع، رسالة utunzi wa الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. na tulifikia kauli ya mwandishi حفظه الله sema والمبتدعة يقدمون أهواءهم على الشرع. wazushi kwa namna zao wote hutanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك سموا أهل الأهواء، وسبب hiyo wakaitwa ahlul ahwa. kwa nini? kwa sababu wametanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya sheria ya Allah. وذلك لغلبة الهوى على عقولهم، sababu pumbao lao ndilo lililoghilibu katika akili zao. واشتهاره فيهم، jambo hili ni mashuhuri sana kwa wao kufuata hawa. وعليه فتأثيم من هذه صفته ظاهر، kumtia makosani yule ambaye sifa yake ni kama hii iliyotajwa kufuata matamanio ya nafsi, ni jambo liko wazi. لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. kwa sababu marejeleo yake mubtadi' ni kufuata rai ya nafsi yake, na hili utaliona kwa mubtadi'a wote, kutanguliza fikra zao juu ya sheria ya Allah, kutanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. na Allah subhanahu wa ta'ala sema, na ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na kila uzushi uliozuliwa katika dini chanzo chake ni kufuata matamanio ya nafsi. kila uzushi na kutanguliza fikra za watu juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. sifuate matamanio yatakupoteza kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. wale wanaopotoka kupotea kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala tapata adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا usimtii yule ambaye tumemghafalisha moyo wake kutokamana na kutukumbuka sisi wattabaa hawahu akawa ni mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake فإذا كل مبتدع مذموم آثم kila mzushi ni mwenye kusimangwa tena mkosi kila mzushi kuna baadhi ya watu wamekuja na fikra mpya siku hizi kuwa wewe zungumzia uzushi usimzungumzie mzushi sasa ule uzushi una makosa gani ikiwa haukuletwa na wewe mzushi mwenye makosa ni yule anayefanya ule uzushi yule mubtadi' lau kama kuifanya ile bid'a ingelikuwepo singelikuwepo bid'a ilikuwepo kwa kuwa kuna yule aliyeifanya ile bid'a kwa hivyo lawama yarejea kwa mubtadi' sababu amezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii pia ni katika kufuata hawa kuwa sizungumziwe mzushi uzungumziwe uzushi peke yake paibu kiuzungumza uzushi hujamgusa mzushi yule anayefanya kile kitendo si atakuwa ameingia katika masimango bila shaka atakuwa yule mzushi ameingia na hili ni jambo muhimu sana kujipinda nafsi yako uwe utafuata dalili na kutotanguliza matamanio ya nafsi yako juu ya dalili msione jambo jepesi lahitaji uizoeshe sana nafsi yako kiasi cha kuwa ukiambiwa qala Allah qala rasuluhu sam pale sam'an ta'at kama vile walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam وقالوا سمعنا وأطعنا يندل قولها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا درجة juu sana niweza kuwafuata jambo umelizoea ukaambiwa bwana hili jambo halipo katika dini jiepushe nalo ama hili jambo amelikataza mtume za sallam jiepushe nalo sasa pale ndio kwenye mtihani je utafuata kilichozoea nafsi yako kukifanya au utatanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wala shakka anna al-mubtadi' yukhalifu muqtada shahadati anna Muhammadar Rasulullah hakuna shaka kuwa mzushi ni mwenye kukhalifu muktadha wa shahada ya anna Muhammadan Rasulullah fa inna muqtadahu an yusaddaqa fima akhbara sallallahu alayhi wasallam so muktadha wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah jambo la kwanza ni asadikishwe mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila habari aliyokuja nayo ويطاع فيما أمر pili atiiwe katika amri aliyoamrisha ويكف عما عنه نهى وزجر na mtu akomeke kutokana na kile ambacho mtume sallam amekikataza na kukikemea wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a na Allah asiabudiwe isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi kumwabudu Allah kwa sheria uliyokuja nayo mwenyewe basi hakuna faida tena ya kutumilizwa mitume ingelikuwa kila mmoja ameacha alafu hizi bid'a hizi ni kitu gani huwa ni mipaka yake manake wewe ukizua na mimi pia naweza kuzua na yule pia aweza kuzua hii dini itaisha lini kupanuka kitizama kwa makini kwa mfano
mtu akazua swala akasema hizi rakaa mbili hizi, ya kwanza nasoma suratul Fatiha na qul huwallahu 41, ya pili nasoma suratul Fatiha na qul birabbil falaq mara 36. Taje tu idadi. Sasa hii jaza yake utapata hiki na hiki na kile, katunga tu. Ukiambiwa jamani hii haifai, sasa wewe umetunga haya. Jamaa, swala pia haifai jamani, mtu yua swali. Umeona wapinga mpaka swala hawa. Sijui umeona vile wanavyojenga namna hii. Ndio uzushi watungwa, yani hivi ndio wanavyotunga uzushi. Kama mfano wa hili jambo, yani ni hivi. Sasa wewe umetunga hizo mbili, wacha mimi nitunge 4. Mimi nasema ziwe 4. Mwingine aseme mimi nafikiria zikiwa 10 itakuwa ndio zaidi, fanya ibada zaidi. Mwingine mpaka zifike 100 zifike takafika. Lakini za utunzi wa watu, hakuna mmoja aweza kumsimamishia hoja mwenzake amwambie ni mkosi, kwa sababu kile alichokifanya mwenzake ndio alichokifanya huyo. Hakuna tofauti baina yao, sababu aslan bid'a ni watu kufuata matamanio ya nafsi. Sasa matamanio ya nani ndiyo maasum tuyafuate? Utakuta kuwa hakuna isipokuwa kurejea kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile alichoamrisha na kukifundisha katika ibada ndio tutamwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo basi atakaa nao mwenyewe ile ibada, asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatunga ibada, afanyie mwenyewe ibada ile, wala mtu yoyote asimtizame, sababu hakutufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ibada kama hiyo. ولا عودة للعز المفقود والمجد المنشود إلا بالعودة إلى الدين والرجوع إلى السنة، لا بالبعد عنه والابتداع فيه والحيود عنها. maneno makubwa sana amezungumza hapa Sheikh. Haiwezekani izza ambayo waislamu wameikosa, utukufu ambao waislamu waupigania hawezi kuupata isipokuwa kwa kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kikweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa haujarudi katika dini ya Allah, wewe Muislamu ni mmoja katika sababu za Waislamu kutopata utukufu wao hapa ulimwenguni. Tuweza kuuliza, kweli sisi tutarudi kuutawala ulimwengu? Naam, bora usiwe wewe ni katika wale ambao waregesha nyuma gurudumu la kuupeleka Uislamu mbele kwa vitendo vyako vinavyokwenda kinyume na Uislamu. Kwa hivyo haiwezekani izza wa Waislamu kurudi isipokuwa kwa kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, warujuu ila sunna, na kurejea katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la bilbu'di anhu, si kujiweka mbali na sunna. Ukijiweka mbali na sunna hamwezi kurejeshewa utukufu mliokuwa nao kabla. Uislamu ulikuwa ukitajwa katika ulimwengu, wajulikana namna ulivyotawala na watu walivyoishi katika neema kubwa chini ya utawala wa Kiislamu. Fa subhanallah, ni mangapi ulimwengu umeyakosa kwa kutotawaliwa na Waislamu. Lau kama wangetawaliwa na Waislamu wangeishi katika raha ya ajabu sana na utulivu wa ajabu sana, mbali na dhulma, mbali na umwagaji wa damu ovyo ovyo, mbali na mambo mengi sana, ufisadi na mengineyo. Lau kama ulimwengu ungetawaliwa na Waislamu. Kwa ili kuregesha utukufu huo, ni lazima watu warudi katika dini yao kisawa sawa.
si kurudi kiubabaishaji. Kuna watu warudi kiubabaishaji, yumo hayumo, guu moja ndani guu moja nje. Akiona mambo yamemchachia huyo, yaabudu Allah ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah. Kinachotakikana udkhulu fi silmi kafa, uingie mzima katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Ujaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Hasikitisha leo utapata baadhi ya watu waitwa maduati aswa, pia hawaoni raha wakiona vijana kwa mfano wameweka ndevu, wavaa nisfu saq, wana heshima zao. Ukiwaona waona sura ya mtu wa sunna kisawa sawa, aonyesha mandhar ya mtu aliyeshika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu pia haonewi raha. Ushakuja hao watu vikanzu fupi, ushakuja hao kila kitu haram, washakuja hao maneno ya kejeli yakawa yazungumzwa. Hajui kuwa yule kijana aliye namna ile iwajaribu angalau katika upande wake kuregesha ule utukufu ambao Uislamu umeukosa, na yeye ndiyo sababu ya kuregesha nyuma lile gurudumu la kusukuma Uislamu mbele bila kujijua. Alafu waweza mpata kama huyu akuona wewe ndio waregesha Uislamu nyuma, yeye ndio anayepeleka Uislamu mbele. Kwa si kwa kujiweka mbali na sunna walibtidaa fi walhuyudi anha, watu wakazua katika dini na wakajiweka kando na sunna ya Mtume sallam. Utukufu upatikani kwa kuzua katika dini ya Allah, bali uzushi ndio miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea leo Uislamu hali walionayo. Sababu lau kama watu watawacha bid'a, nyoyo za Waislamu zitarudi kwa kitu kimoja. Ama bado watu wafanye bid'a na mambo ya khurafat, basi tuko mbali sana. Hebu chukulia mfano, Allahu musta'an. Kuna klipu moja ya enezwa ya bwana mmoja kutoka Hadramaut, sufi mubtadi' dhal, amesimama msikitini, ni Indonesia, alafu ubavuni mwenzake afanya tarjuma, kisha aeleza hiki kisa na watu waamini. Nafikiri pale lokaa naamini mimi wale waamini, manake paka wengine walia. siku moja ahad as-salihin راح الى المدينه, tazungumza lahja ya Kikwetu, tazungumza Kikwetu maana kibiri. راح الى المدينه بيزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. kwenda Madina, hadhari moto ajabu sana, baya ingizwa kwenye af'al, ni katika nahwu haiwezekani, bayruh bisawi jamaa ya harfu jar katika af'al, ndo salama. Aenda wapi? Madina, ataka kuzuru kaburi la Mtume sallam. Falamma wasala ila babi almadina, na mimi sijui mlango wa Madina, huwa tuenda Madina sijaona mlango, najua barabara waelekea Madina, lakini yeye asema alipofika mlango wa Madina, kama kuna mlango hivyo fungua uingie Madina. Wallahi rabbi, kisa chaelezwa. Raa Fatima radhiyallahu anha, akamwona Fatima radhiyallahu, sijui litokea lini, maana si wakati wa masahaba. Huyu bwana toka Morocco, maana sema rajul min al-Maghrib, ahad as-salihin. kamkuta Fatima radhiyallahu anha, فقالت فاطمة فين تريد؟ nataka kwenda wapi? قال جيت ازور قبر ابيك, mimi nakuja hapa nataka kuzuru kaburi la baba yako.
قالت أبوي ما هو فيه اليوم. فاطمة بليو بابانغو هيوكو هوكو. طيب فين راح؟ سما راح سيئون يزور الحبشي. antoka Madina amekwenda Seun kumzuru nani? Al-Habshi. Wali huyo kubwa amezikwa Seun, amekwenda kumzuru. Kwa kuna wakati watu waenda katika msikiti wa Mtume sallam, kisha wakienda kusalimia amaanisha huwa hayuko Mtume sallallahu alaihi wasallam pale, amekwenda kwa Habshi kumzuru. Hii ni katika kueleza utukufu wa Habshi, kuwa mpaka Mtume salama atoka Madina, kutoka katika kaburi lake alayhi salatu wassalam. Ni uongo huo. Alafu yenda Seun. Seun ni mji kule kwetu Hadhramut, unaitwa Seun. Amekwenda mpaka kule kumzuru al-Habshi. Natamani kuamini, lakini kichwa changu chakataa mpaka najikuna kichwa. Hivi huyu zungumza maneno ya kisafa. Angalia uzushi umewapelekea watu kiasi fulani katika ujinga, yani kiasi kikubwa sana katika ujinga. Kisha ukimwambia khurafi, jamaa paka hii pia, akwambia kwa nini bana? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sahih, un'am billah. Lakini kweli Allah ameweka sunan katika kaun ambazo hazibadiliki. Ukiniambia hivyo kesho nitafanya kitu mimi, kisha ukiniambia nikwambie. Kwa mfano nitoke mimi town kule, nikija kwa jamaa, mna habari nikuta farasi waruka. Tena kuna bwana mmoja amempanda bwana, aruka naye azunguka Baroda kule, sijui wapi kule, ni Digorodi, azunguka hivi akafika majengo. Namuona mimi, bwana we, chakula kitateremka leo, mwala lunch pale. Shekhe hiyo mvipi? Aseme inna Allah ala kulli shay'in qadir. Hivi kweli utamsadikisha? Twasema ni kweli inna Allah ala kulli shay'in qadir, yuwaweza kufanya hivyo, lakini katika sunan zake alizoziweka farasi haruki. Hapo ulimwenguni hajamweka farasi wa kuruka, si mfahamu? Kwa hivyo usitumie aya mahali ambapo sipo, si mahala pake hapo. Sawa jamani? Aya. Kwa hivyo angalia uzushi ulivyofikia watu kuwafanya wawe wajinga kiasi hiki, na haya mambo yaaminiwa. Kwa hivyo Waislamu ili warudi katika izza waliokuwa nao, ni mambo ya khurafi kama haya mwanzo wayawache, wayasafishe katika safu zao, warudi katika ile dini aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. na hii kama sikukosea mtakuwa mshapitia katika kitabu al-Buyu', ni aina katika biashara za riba, al-aina. wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar'. na hii ni kinaya kuonyesha mtu kuridhia na nini? Na dunia juu ya akhirah. وتركتم الجهاد في سبيل الله، أو تركتم الجهاد نمكواج جهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا، الله أتوسلتشيني نيني أذلليفو، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. na hapa ndio watu wasipopaelewa ule udhalilifu. Allah hata unyanyua na kuondoa kwenu nyinyi mpaka mregee katika nini? Dini yenu. Sasa hapa kwenye dini yenu ni dini ipi ambayo tukiregea Allah atatuondolea udhalilifu na kutupa izza? Hapa ndio kwenye changamoto. Lakini kwa kifupi nikiwaeleza, ni ile dini ambayo Allah aliteremsha hii aya wakiwa nao Mtume sallam na masahaba wake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa hivyo leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Na baada ya hii aya hakukushuka hukumu yoyote ya halali na haramu.
kwisha. Dini ilikuwa ishafanya nini? Shakamilika. Yani hakuna hukumu mpya iliyoshuka baada ya hii aya, sababu dini shakamilika. Na Mtume sallam kama wanavyotaja ulama, baada ya kushuka hii aya aliishi siku 81 kafariki alayhi salatu wassalam. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, bimaana dini iliyokamilika ni ile aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallam, akaifuata yeye alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa Uislamu ambao umeridhiwa na Allah ni Uislamu aliyokuwa nao nani? Mtume Muhammad sallam na masahaba wake. Yoyote atakayekuja na Uislamu ambao ni kinyume na Uislamu huu, basi bado hajatabikisha maneno ya Mtume sallam yanayosema hatta tarji'u ila dinikum. Kwa ili tuambiwe tumerejea katika dini yetu, ni kurejea katika dini ambayo ameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wakaitekeleza na kuifuata Mtume sallam pamoja na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa sisi tuangalie Uislamu wetu. Je, huu Uislamu wetu wafanana na ule Uislamu aliokuwa nao Mtume sallam na masahaba wake au la? Ikiwa wafanana wakaribia, falhamdulillah, tuko kwenye khairi. Ama ikiwa watafautiana, usawa ni tuwache huu ulio na tofauti, tufuate upi? Ule aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio mnifahamu na tukizungumza. Kwa mfano, watu wamezua maulidi. Mimi nataja mfano huu wa makhurafa. Hata si wakati wa maulidi, kama ambaye tucheza game sasa. Yani ni wangoje mpaka ifike wakati wa maulidi ndo nianze kuzungumza. Aingilia tu maulidi kila siku, hata kama si wakati wake bwana. Hii bid'a sugu hii. Wacha tuende nayo. Huo ndo mfano ambao waeleweka. Hii maulidi tufanye dini hii. Jamaa waichukulia ni dini. Sasa tuiweke kwenye mizani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na masahaba wake. Kila mwaka ukipita, yapita ile siku yake ya kuzaliwa, sio? Ikipita ile siku yake ya kuzaliwa, hafanyi jambo hilo mnalolifanya nyinyi. Kwa hivyo amewacha, pamoja na kuwa alikuwa na nafasi ya kuweza kutekeleza lile jambo, lakini akawacha. Sasa sisi leo tukifanya ile jambo kisha tuliweke kwenye mizani, je, hii dini tunaoifuata sisi ndio hii aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake? La wallah, haikukuwepo maulidi wakati wa masahaba, wakati wa tabi'in wala tabi'u tabi'in, hawajui. Mpaka huko mbele waje mashia waivumbue, kisha masufi waipokee. Abna amam, watoto wa mjomba na shangazi, ama wa ammi kwa ammi, wakapokea wakatetea. Kwa hivyo ili tupate izza yetu na tuondoshewe udhalilifu, ni kuwa kila jambo la dini tunalofanya tuliweke katika mizani. Je, liko katika dini aliyokuwa na Mtume sallam na masahaba wake au la? Ikiwa lilikuwepo, falhamdulillah. Halikukuwepo, halikuwa dini wakati ule, haliwezi leo kuwa nini? Kuwa dini. Fala raf'a lidhulli wala 'audata lil'izzi illa birruju' ila ad-din, wa hadha yaqtadi ma'rifata ad-din al-marju'i ilayhi. Ndio hapa tulipopotaja, hatutanyanyuliwa udhalilifu na kurudishiwa izza isipokuwa kwa kurejea katika dini. Na hapa yatubebea kujua ile dini ambayo yatakikana iregelewe ni ipi, wa maarifata kaifiyati arrujui ilayhi, na kujua turegee vipi katika dini ya Allah. Wa kullu dhalika la yatahaqqaqu illa bil akhdh bil kitabi was sunnah bi fahmi as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Na hili jambo haliwezekani isipokuwa kwa kuchukulia Qur'ani na Sunna, au kwa kuifuata Qur'an na Sunna
kwa ufahamu wa masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Fikiri liko wazi. Kiufupi, ili mujtama uokoke kutoka katika udhalilifu uliokuwa nao, ni ufuate manhaju salaf, mfumo wa wale wema waliotangulia, wawe masalafi, ndiyo salama yao. Kibakia khurafi, ujue waregesha nyuma gurudumu la kuleta izza kwa Uislamu. Kibakia katika ushia, ujue pia wewe ni adui wa Uislamu. Ukibakia tu kinyume na dini aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, basi wewe ni katika wale wanaoregesha nyuma gurudumu la kusukuma Uislamu mbele. Usikubali kuwa katika hao Muislamu. Jibidishe, weka mbali matamanio ya nafsi, fuata yale aliyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini ya Allah, utasalimika. Mwisho akaomba dua, wa asallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-muthla an yutahhirana min al-bid'i zahiratan wa batinah. Amin. وأن يقيمنا على منهاج النبوة حتى يقبضنا عليه. اللهم آمين. وأن يحشرنا في زمرة من أرسله به عليه الصلاة والسلام. وأن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نابا ليومشو ورسالة هي لينا فوائد nyingi ndani yake, na biidhnillah ta'ala risala inayofuata ni sharh asl din al-islam wa qa'idatihi. asl din al-islam wa qa'idatihi ni risala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na sharhi hii yake ni mjukuu wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Ni risala katika tauhid. Kwa hivyo biidhnillah ta'ala, kuanzia kikao cha kesho insha Allah tutaanza kuisoma hii risala biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.